akawavuvia akisema, pokeeni Roho Mtakatifu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Naamini kwamba nyote mnakumbuka kwamba leo kanisa linaadhimisha sherehe ya Pentekoste. Lakini unaposikia neno Pentekoste, ni lazima ukatambua kwamba ni neno lenye historia ndefu. Ni neno lenye maana zaidi ya moja. Kwa asili, zama za watu wapagani walizoea kuadhimisha maadhimisho ya mavuno, ambapo wakulima walimshukuru Mungu kwa zawadi ya mavuno na wafugaji walimshukuru Mungu kwa zawadi ya mifugo. Hiyo nayo ilitambulika kama Pentekoste. Lakini baada ya tukio kubwa la kuokolewa watu wa Israeli kutoka utumwa wa Misri, lile tukio la kuwatoa watu utumwani, la kuwavusha kwenye bahari ya Shamu na kufanya nao agano jangwani, nalo likawa ni Pentekoste ya Wayahudi, ambapo walimshukuru Mungu kwa zawadi ya wokovu, kwa zawadi ya upendeleo, kwa zawadi ya upendo wake kwao. Na ndio maana leo mlisikia kwamba siku ilipokuwa inayoyoma, na hiyo siku inayoyoma ni siku ya maadhimisho ya Pentekoste ya Kiyahudi. Katika siku hiyo mitume na wafuasi wengine walijikuta wamejifungia ndani. Wamejifungia ndani kwa sababu ya woga. Wamejifungia ndani kwa sababu hali haikuwa shwari. Waliwaogopa Wayahudi. Na kwa nini waliwaogopa? Kwa sababu ya yale ambayo Wayahudi walimtendea Bwana wetu Yesu Kristo. Kumhukumu, kumtesa na kumuua kifo cha aibu bila kosa. Kumtendea kwa namna ambayo haikuzingatia haki. Yesu aliyeteswa, Yesu aliyekufa, Yesu aliyefufuka hakutendewa haki. Na wewe unayenisikiliza, je, ni mtenda haki? Hilo ni swali ambalo kila Mkristo anapaswa kujiuliza. Katika mazingira hayo ya woga, tukumbuke kwamba kabla ya kuteswa kwake, Bwana wetu Yesu Kristo aliwaahidia wafuasi wake takriban mara 3 kwamba atawapelekea mfariji, atawapelekea mtetezi, atawapelekea mwalimu, atawapelekea mwanga ambaye atawatia nguvu, atawasukuma, atawapa uthubutu
wa kusimamia ukweli, wa kusimamia haki, wa kusimamia yote ambayo yanampendeza Mungu. Na siku ya Pentekoste hiyo ahadi ya Yesu ilitimizwa, kwa sababu mitume wakiwa wamegubikwa na woga, ubaridi, kutokuelewa, walijikuta wanashukiwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ambaye uwepo wake umedokezwa na mambo mawili. Umedokezwa na upepo uliovuma. Upepo ni kielelezo cha nguvu ya Mungu, uhai wa kimungu, utendaji wa kimungu. Lakini sio hiyo tu, ndimi za moto ziliwashukia na zilipowashukia wakampokea Roho Mtakatifu, wakaondolewa ubaridi, wakaondolewa woga, wakaondolewa kutokuelewa, wakapewa nguvu na msukumo wa kwenda kumshuhudia Kristo kuwa ni yeye aliyeteswa, yeye aliyekufa, yeye aliyefufuka, ni mshindi na mtukufu. Na hilo walilofanyiwa mitume wanalionja Wakristo wote, kwani kila Mkristo amempokea Roho Mtakatifu kwa mara ya kwanza katika ubatizo wako. Ulipobatizwa ulizaliwa upya kama mtoto wa Mungu. Ulizaliwa upya kama ndugu yake Kristo. Ulizaliwa upya kama hekalu au makao ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kama Mkristo unayo hadhi yako, unayo heshima yako, unao wito wako, unao utume wako. Na popote unapojikuta, basi unapaswa kuakisi uwepo na utendaji wa Mungu katika mazingira hayo. Iwe ni kazini, iwe ni katika familia, iwe ni katika jumuiya, iwe ni katika mapito ya kiraia, popote unapokuwa, kwa nguvu ya Roho Mtakatifu uliyempokea siku ya ubatizo, unapaswa kusimama kidete na kumshuhudia Kristo. Unapaswa kusimama kidete na kuziishi fadhila zinazowatanabaisha wa Kristo. Usiwe Mkristo goigoi, usiwe Mkristo kilaza, usiwe Mkristo mwoga. Epuka uzembe wowote katika kuishi imani, katika kuishi utume, katika kuishi wito wako. Hakikisha kwamba Roho Mtakatifu uliyempokea anaendelea kufanya kazi ndani yako na kukupitia wewe. Katika somo la kwanza tumesikia juu ya kushuka kwa huyo Roho Mtakatifu ambaye amewashukia mitume kama kwisha kusema katika vielelezo viwili: upepo uliovuma na ndimi za moto. Na kisha kuwashukia, walikuwa viumbe wapya, walikuwa wenye utendaji unaotosheleza, walipata uelewa.
na wakashinda uoga wao, wakaondoka, wakaenda kwa nguvu ya Roho Mtakatifu kutoa ushuhuda hadharani. Na tumesikia kwamba walipoenda kutoa ushuhuda hadharani, watu wengi waliwasikiliza. Watu wa makabila mengi, wa lugha mbalimbali, wa jamaa tofauti, wa mataifa mbalimbali. Na wote waliowasikia, haidhuru lugha zao, haidhuru makabila yao, haidhuru mataifa yao, waliyaelewa matendo makuu ya Mungu katika lugha zao wenyewe. Ndugu zangu, matendo makuu ya Mungu ni kazi ya Roho Mtakatifu. Na hayo matendo makuu ya Mungu, ninyi mliokwisha kubatizwa mnayafahamu na mnapaswa kuyaishi, mnapaswa kuyashuhudia, mnapaswa kuyatekeleza. Nitataja machache tu. Kwanza, ukweli ni tendo kuu la Mungu, kwa sababu Mungu mwenyewe ni ukweli. Mwe makini, sikusema Mungu ni mkweli, ni zaidi ya hiyo. Mungu ni ukweli wenyewe. Na wale ambao wanadai kwamba wanamwishia Mungu, ni lazima waishi ukweli. Tumuombe Mungu atupe nguvu ya kuutambua ukweli, ya kuutetea ukweli, ya kuusimamia ukweli na kuuishi ukweli. Tendo lingine muhimu la Mungu ni haki. Haki ni zawadi ambayo Mungu anatuzawadia katika mwendo wa maisha yetu. Na haki kwa neno fupi kabisa inatafsiriwa kama utayari wa kumpa kila mtu mastahili yake. Ewe Mkristo, unao wito na jukumu la kumpatia kila mtu mastahili yake. Usimpunje, usimnyanyase, usimwonee, usimdhulumu. Unapofanya kinyume cha hayo, basi unaenda kinyume cha utashi wa Mungu. Na unapoenda kinyume cha misingi ya haki, huitendi kazi ya Roho Mtakatifu. Tendo la tatu linalobainishwa kama kazi ya Mungu ni amani. Amani sio ukosefu wa vita na sio utulivu holela. Amani ni uwepo wa mahusiano yaliyotengemaa katika nyanja zote. Ili iwepo amani ya kweli, ni lazima yawepo mahusiano yaliyotengemaa kati ya mtu na nafsi yake. Ukiwa mdhambi, huna amani. Pili, yawepo mahusiano yaliyotengemaa kati ya mtu na mtu. Ukifarakana na jirani yako, huna amani. Tatu, yawepo mahusiano yaliyotengemaa kati ya mtu na mazingira yake. Hata mazingira
yanadai tuwe na mahusiano mema nayo, na ninaweza kusema kwa kifupi tu, tunayo kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba tunaboresha na kurekebisha mahusiano yetu na mazingira yetu. Nitabakia hapo. Tengeneza mahusiano bayana kati yako na mazingira yako. Na juu kabisa ya hayo, amani ni mahusiano yaliyotengemaa kati ya mwanadamu na Mungu wake. Unapokuwa katika hali ya neema, basi wewe ni makao ya Roho Mtakatifu, na wewe una mahusiano yaliyotengemaa na Mungu wako. Hebu kila mmoja apanie kushughulikia amani katika nyanja hizo. Na kama raia wa nchi yetu, nchi ambayo tunajitapa kwamba ni kisiwa cha amani, tupende kushughulikia mazingira yetu, mambo yetu kwa msingi wa ukweli zaidi, msingi wa haki, msingi wa amani na msingi unaompendeza Mungu, kusudi tuweze kweli kudai kwamba sisi ni kisiwa cha amani. Katika yale yanayoendelea zama hizi katika nchi yetu, ninashauri tusithubutu kujiita kuwa ni kisiwa cha amani. Tusithubutu kujitanabaisha kama kisiwa cha amani. Tumombe Mungu atubadilishe, atugeuze na atufanye kweli watu wanaoakisi amani yake. Tumwombe Roho Mtakatifu atuongoze na kutuimarisha katika hilo. Katika somo la pili, Paulo mtume akiwaandikia Wakorinto amesema haiwezekani mtu yeyote kuungama au kutamka kwamba Yesu ni Bwana bila kuongozwa, bila kuwezeshwa na Roho Mtakatifu. Wewe Mkristo ambaye unatambua kwamba umeshampokea Roho Mtakatifu, jitahidi katika ukweli wa yote kumshuhudia Kristo kama Bwana na Mwokozi wako, sio kwa maneno tu, bali kwa mwenendo wako, kwa vipaumbele vyako, kwa mahusiano yako na kwa kila chochote kile unachokishughulikia, kukithamini na kukitafuta. Na Paulo mtume anapotuambia hivyo, anataka tutafsiri katika maisha yetu zile tunu alizotujalia Mungu. Mungu ametujalia kila mmoja fadhila na tunu mbalimbali ambazo zinatuwezesha kwa hiyo kutenda kazi ya Mungu. Basi tukamilishane, tutajirishane, tutakatifuzane kwa kuishi hizo tunu mbalimbali alizotujalia Mungu. Katika somo la Injili, Bwana Yesu amewatokea wafuasi wake waliokuwa wamejificha, na mtiririko wa kujitokeza kwake umechukua sura inayofuata. Kwanza akishajionyesha kwao, na msisahau kwamba milango ilikuwa imefungwa, lakini Kristo mfufuka hazuiwi na milango iliyofungwa. Kristo mfufuka ni mshindi, ni mtukufu, ni Mwokozi. Na huyu mshindi anapowatokea wafuasi,
anawapa salamu muhimu: amani iwe kwenu. Nami nawatakieni Wakristo wa St. Joseph, amani ya Kristo iwe nanyi. Tunapoambiwa na Kristo amani iwe kwetu, na tukumbuke kwamba amerejea salamu hiyo mara mbili. Anatutakia mambo mazito, anatutakia hali ambayo nimeshaifafanua kama ni mahusiano yaliyotengemaa, mahusiano ya utulivu, mahusiano ya usalama, mahusiano ya haki na mahusiano ya upendo. Akisha watakia amani, Yesu anawapa zawadi ya kipasaka: pokeeni Roho Mtakatifu. Pokeeni Roho Mtakatifu, muwe watendaji, muwe wa Kristo kweli, muwe mashahidi, muwe watetezi wa kila lililo la kimungu. Msishabikie kamwe yaliyo ya kishetani. Yashabikieni, yafanyieni kazi yote yaliyo ya kimungu, na hayo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Akisha wazawadia Roho Mtakatifu, anawatuma: nendeni ulimwenguni kote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Huo ni utume wa kila mbatizwa. Lakini kama nilivyosema mwanzo wa adhimisho hili, kwa namna ya pekee, Jumapili hii ya Pentekoste, kanisa linawatazama kwa namna ya pekee waamini walei ambao mna wito wa kuyatakatifuza malimwengu. Popote unapojikuta, yatakatifuze malimwengu, yatakatifuze katika mpangilio au mtiririko wa fadhila ambazo nimeshazisema. Jenga ufalme wa Mungu kuanzia katika familia yako, katika jumuiya yako, katika mahali pako pa kazi, katika mapito yako, na popote ambapo Mungu anakujalia kuishi na kuwepo. Fanya ufalme wa Mungu udhihirike mahali hapo. Usikubali kuwa tu Mkristo baki. Penda uwe Mkristo wa dhati, Mkristo wa kweli, Mkristo anayeuthamini, anayeutetea, anayeuishi na kutangaza Ukristo wake. Na neema ya Mungu iwasaidie katika hilo. Wanangu mtakaoimarishwa leo, mnapiga ngwe muhimu sana katika maisha yenu. Tunatamka kwamba mnahitimisha kuwa watoto. Hata wewe ambaye ni mdogodogo hapo, utakapopata kipaimara, unatakiwa uache kuwa mtoto. Unatakiwa uwe nabii, unatakiwa uwe mkweli, unatakiwa uwe Mkristo unayekuwa shahidi wa Kristo aliyeteswa, aliyekufa na aliyefufuka. Kwa hiyo usilaze damu, usirudi nyuma, usiwe mzembe. Ishi wito wako, ishi utume wako, ishi neema uliyojaliwa na Mungu kwa sifa na utukufu wake. Nanyi wazazi,
wa hawa watoto watakaopata kipaimara, ninawaomba na kuwasihi muwe mfano mzuri kwao, mwatangulie katika ushuhuda, mwasindikize katika uwajibikaji, mwasaidie wakomae na wadumu katika imani ya kweli takatifu Katoliki ya mitume. Wazazi, mkiwa legelege, mtawaambukiza hawa watoto ulegevu wenu. Wazazi, mkisimama kidete, mtawakuza na kuwathibitisha katika maisha yaliyo bora na ya Kikristo. Nawaomba hilo mlifanyie kazi kama jukumu lenu la msingi, na mkumbuke zama tunazoishi sio zama rahisi. Ni zama zenye vivuli vingi, ni zama zenye kelele nyingi, ni zama hadaa. Msipokuwa makini, mnaweza kujikuta watoto hawa mnawapeleka hovyo hovyo, alafu mnavuna mabua. Muwe makini msije mkavuna mabua katika maisha ya watoto wenu. Amani ya Kristo iwe nanyi.